nanyi mnajua ya kuwa yeye aliyedhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Unaona bana, dhambi haimo ndani yake. Ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu hamna dhambi. Sasa nje ya Yesu, hapa kaongelea ndani. Sasa nje ya Yesu ikoje? Tusomee sasa kitabu hapa cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Korinto 6:18. Wakorinto wa kwanza 6:18. Sawa. Mstari wa 18 anasema, ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Basi, kwa hiyo Yesu hakutenda dhambi ndani ya nafsi yake, lakini alitenda dhambi nje ya mwili wake. Na mimi sikusema kwamba Yesu alitenda dhambi ndani ya nafsi yake. Yesu katenda dhambi nje ya mwili wake. Haya. Alisema katika kitabu cha Marko 16:19. Hapa ndio tunaingia kwenye hali ya hatari. Yaani alipachika uongo juu ya uongo. Akasema pale niliposema kwamba Mtume Muhammad, Medadi anasema kwamba 47:19 Qur'an, Mtume aliambiwa omba msamaha wa dhambi zako. Kwa hiyo Muhammad vipi atakuwa mkombozi wa dunia hali ya kuwa yeye kwanza ni mwenye dhambi? Mimi nikasema Mtume kuambiwa aombe msamaha wa dhambi haimaanishi kuwa hawezi kuwa mkombozi, kwa sababu jambo hilo ni jambo limewatokea manabii wote, walikuwa wakiomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kuomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu si kitu cha kawaida tu, kwa sababu 7:20 Mhubiri inasema hakuna nabii, hakuna mtu ambaye anaweza akaishi kwa kutenda mema tu bila kutenda madhambi. Hakuna ambaye atatenda mema tu, mema asifanye makosa, hakuna. Kwa hiyo hata manabii walikuwa ni binadamu wa kawaida, nao walitenda mema, lakini vile vile kuna makosa walikuwa wanafanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye hilo la dhambi ndio niko nakwenda. Kwa hiyo Mtume alipoambiwa ombe msamaha wa dhambi ni jambo ambalo lipo kwa manabii wote. Nikatoa Qur'ani 3:146 hadi 147. Kisha ukasema lakini kwa Yesu hapana. Nikatoa na kwa Yesu. Sasa hapo kwa Yesu nilikotoa ndio yeye amekosoa. Amesema kama kwa Yesu hapana. Sasa ndio nataka tupachambue hapa. Nilisema Yesu naye aliomba msamaha wa dhambi. Nikapiga Marko 16:19. Sasa tupasome, kama utakuwa na wela kuongeza utaongeza. Marko 16:19. Yesu aliomba toba, aliomba msamaha wa dhambi. Vyote alivyoviongea kuhusu Yesu hakutenda dhambi, na maandiko alizozitoa zote nimezitia hapa. Marko 16. Marko 16:19. 19 anasema, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kulia wa Mungu. Ndio nikakuuliza nikasema hivi, inaonekana kule juu mbinguni Mungu iko na nani? Ukasema iko na Yesu. Nikakupa sasa kwenye Mungu anasema akiwa na Yesu katika Isaya 57:15. Soma andiko hilo. Maana yeye aliye juu aliyetukuka akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, Mungu anasema, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Unaona sasa bwana, ameikaa pamoja na mtu aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili akafufue. Fata hapo neno, ili akafufue roho za wale waliotubu, wanyenyekevu, na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kumbuka Yesu kule alisema tubuni, msipotubu naja kwako kufanya vita. Sasa kitabu kinasema hivi, alitubu mbele ya Mungu ili akafufue roho ziliokuwa chini ya ardhi kwa wale waliotubu na kunyenyekea. Sasa nikauliza nikasema hivi, Mungu anaposema anaikaa na huyo ambaye ametubu na kunyenyekea, na tumepata anakaa na nani? Ukasema ameikaa na Yesu. Medadi akasema hivi, hapana, Kesedi alielewa vibaya maneno aliyosema. Ndio hii akasema hivi, Mungu anakaa na mwenye kutubu, sio mwenye dhambi. Sawa, anaikaa na mwenye kutubu, sio mwenye dhambi, sio kumchomekea hapa Yesu. Sasa kama anaikana mwenye kutubu si mwenye dhambi, si ndio ameikana Yesu? Sasa ndio Yesu anatubu sasa. Si Mungu hapa anasema nimeikana mwenye kutubu, ndio Yesu mwenyewe sasa katubu, na ndio maana Mungu anaikana naye si mwenye dhambi, kwa sababu amekwisha tubu. Ukisha tubu basi
dhambi inakuwa huna tena. Unaona bana, katubu na nanyenyekea. Namna ya kumchomoa Yesu hapa hakuna, kwa sababu Mungu anasema nakaa na mtu, sio nakaa na watu. Mungu anasema nakaa na mtu, na tunapata aliyekuwa naye ni mtu huyu mmoja, hawakukuwa wawili wala watatu. Tena anatubu, kitabu kinaendelea pale kusema ili aende kufufua roho za watakatifu, sawa, waliotubu na kunyenyekea. Habari hizi zinamhusu Yesu, katubu. Kisha yeye akasema hivi, yeye Medad akasema hivi, akasema kwamba Yesu hana dhambi kwa sababu alitoa andiko hapo, ziko huku chini, okay. Ziko huku chini. Kisha akasema hivi katika Yohana 10:8 Yesu anasema wote walionitangulia ni wezi tena wanyang'anyi. Wewe mimi nilikuuliza sasa Yesu dhambi yake ni nini? Umesema anatubu, maana yake anaomba msamaha wa dhambi. Mojawapo katika dhambi zake ni hapa, alisema uongo, aliwasemea manabii uongo kwamba ni wezi tena wanyang'anyi. Sasa Medad hapa anasema hivi, Yesu hapo alikuwa na walenga wale viongozi wa kidini, okay. Sawa, viongozi wa kidini ndio alikuwa na walenga. Akatoa Yohana 47. Maki andiko niandika vibaya. Lakini hiyo Yohana ni ile anayoitoa hapo, ni ile ambayo wewe uliitoa mwanzo, ya ambao wale waliotangulia wote ni wezi na wanyang'anyi. Hapana, mimi naona hapa Yohana kama 47, maana hapa mimi ndio sikuandika andiko vizuri. Ila hapa amesema hivi, alikuwa na walenga wale viongozi wa kidini. Okay. Sasa viongozi wa kidini gani? Yesu hapa alisema hivi, wote walionitangulia. Ina maana ni ambao walitangulia kabla yeye hajaja. Sawa? Sasa hawa waliomtangulia tuwatafute ni wanani? Alafu ndio tuje hapa tusomee katika kitabu cha soma kitabu cha Yeremia. Kwa sababu hapo kuna maneno mawili. Ndiyo. Kuna walionitangulia na kuna wezi na wanyang'anyi. Ni maneno mawili. Sasa tuanze waliomtangulia. Nirudie tena, nami nitaweka juu yao wachungaji watakao walisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Maanake Mungu anawawekea wana wa Israeli wachungaji ambao watawaongoza bila kupotea. Yeah. Wale wachungaji ni manabii, ndio walikuwa wanawaongoza wana wa Israeli kwa kuongoza katika maneno ya Mwenyezi Mungu bila kupotea. Na huku kumbuka, Yesu alijiita yeye ni mchungaji. Okay. Lakini wachungaji wenzake waliotangulia ni wezi na wanyang'anyi. Mungu hapa anasema anawawekea wachungaji kuwaongoza wana wa Israeli ili wasipotei. Yeremia hiyo. Okay. 6:3. Yeremia 6:3 anasema, wachungaji na makundi yao ya kondoo watamjia, watapiga hema zao karibu naye pande zote, watalisha kila mmoja mahali pake. Sawa. Wachungaji hao watawalisha kondoo. Tunaposema kondoo, ukisoma 50:17 Yeremia utapasoma, wanahusikana ni wana wa Israeli. Ndiyo. Mungu anapowawekea kondoo, anapowawekea mchungaji, maanake anawawekea ni manabii, na ndio kule kuwatuma manabii kwao ili wawaongoze katika neno la Mungu wasipotei. Kwa hiyo unaposikia waliokuwa wachungaji wa kabla ya Yesu walikuwa ni manabii. Tusomea 50:17 kisha niingie kwenye kutoa majibu. 50:17 ni Yeremia. Mstari wa 17 anasema, Israeli ni kondoo aliyetawanywa, simba umemfukuzia mbali. Kwanza mfalme wa Ashuru amemla, na mwisho Nebukadneza huyu mfalme wa Babeli amemvunja mifupa yake. Inatosha. Wale kondoo ni wana wa Israeli. Sawa? Yesu kwa alisema hivi, mimi ni mchungaji wa kondoo. Sasa kabla ya Yesu tunaona kulikuwa wachungaji ambao ni manabii na kulikuwa kondoo ambao ni Waisraeli. Sasa anaposema wote walionitangulia, bimaana wachungaji wenzangu walionitangulia, manabii wenzangu walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, na kondoo haikuwafuata. Bimaana wana wa Israeli hawakuwafuata. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia ya kuiba. Ndio nikasema hiyo ni kosa. Kama watakuwa Biblia ndio wamekosea, watakuwa wamemtoa Yesu. Na kama itakuwa Biblia iko sawa, manake hii dhambi Yesu alisema ya uongo. Hakuna popote nabii Musa alienda kaiba, wala Ibrahimu alienda kaiba vya watu. Hakuna. Manake hiyo ni moja katika dhambi za Yesu. Na wakati anaposemea uongo mtu, sikiliza kitabu kinavyosema. Yeremia 8:7. Yeremia 8:7. Ikiwa Yesu anasema manabii walikuwa wezi na wanyang'anyi wale waliomtangulia, ina maana hapa kawasemea uongo, na dhambi ya uongo ni sawa na kutenda dhambi mbalimbali. Sikiliza dhambi ya baada ya kusema uongo utakuwa umefanya ni dhambi gani? Ndio ile 8:7 Yeremia 8:7 inasema, naam, koikoi angani
ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Unaona bana, hawazijui amri za Bwana. Watu wangu hawazijui amri za Bwana. Twende kazi. Mwasemaje sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? 7:8 ni 7:8. 7:8. Sawa. Anasema mstari wa 8, angalieni mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidi. Unaona bana, angalieni mnatumainia maneno ya uongo ambayo haina faida. Mungu anaposema uongo kuna kile anachomaanisha. Nini maana yake? Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na kuifuta miungu mingine ambayo hamkuijua? Inatosha. Maanake Mungu anaposema mnapotumainia maneno ya uongo ambayo haina faida, ndio anaanza kuchambua. Kuiba iko katika uongo, kuabudu sanamu iko katika uongo, kumtukana mtu iko katika uongo, kumzulia mtu uongo iko katika uongo, kuua mtu iko katika uongo. Kwa hiyo maovu yote Mungu anaipa jina hii ni uongo. Kwa hiyo unapofanya dhambi ya uongo kwa mujibu wa andiko hilo, unajumlisha kufanya dhambi nyingi sana. Kwa hiyo Yesu kama amesema uongo, kitu ambacho hakipo, tayari anahesabika kuwa kaua, anahesabika kuwa kamtukana mtu, amehesabika kuwa ameabudu sanamu. Yani madhambi mengi anakuwa amefanyika kwa sababu ya kile kitendo tu cha kusema uongo. Ndio maana huku katubu. Sasa yeye akasema hivi, akasema katika dalili zinazoonyesha kabisa kwamba Yesu hakuwa na dhambi ni pale alipowauliza Wayahudi, ni nani anayesema kwamba mimi nina dhambi? 8:46. Sawa, nafikiri wewe ndo mtu wa kwanza anayeshuhudia kwamba Yesu ana dhambi. Sio mimi, nataka Biblia ndio iseme. Sawa. Na usisemi ni mimi kwa sababu kitabu ndio kinasema. Hakijasema Yesu ana dhambi. Haijatamka neno dhambi. Ndio. Ile inaonyesha kitu alichokifanya. Na hakijasema Yesu amesema uongo. Ni wewe umesema pale aliposema walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, hapo Yesu alikuwa anadanganya. Si ndio? Alikuwa anadanganya kwa sababu kitu alichokisema hakiko. Yaani kwamba wewe unambishia kwamba yeye alichosema ni uongo. Ni uongo. Sio Biblia. Biblia haisemi neno uongo kwamba Yesu amesema uongo. Biblia haisemi hivyo. Ndio. Lakini Biblia inaonyesha Yesu amesema kitu ambacho hakipo. Ndiyo. Na kitu ambacho hakipo, ndiyo, kwa mujibu wa vitabu kinasema ni uongo. Kwa hiyo sijakosea. Sawa. 8:46 Yohana 8:46. 8:46 inasema hivi, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Ndio akasema hivi. Si unaona Kesedi hapa alikosea? Hapa Yesu mwenyewe ameshuhudia kwamba hana dhambi. Amewauliza hapa na hakuna aliyemjibu. Kwa hiyo Yesu hana dhambi. Anasemea Yesu uongo. Yesu hapa hajasema kama hana dhambi, bali ameuliza, ni nani anayenishuhudia kuwa mimi ni mwenye dhambi? Ni swali ameuliza. Hajasema mimi sina dhambi. Bali anauliza mwenyewe amemshuhudia kuwa ni mwenye dhambi ni nani? Medadi akasema hakuna aliyemjibu. Lakini alikuwa hajasoma. Walimjibu. Teremka chini yake 9:24. Hapo chini yake Yohana 9:24. Wewe ulisoma 8, sasa teremka 9. Teremkia 9:24. Walimjibu. Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu tukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Si walimjibu hapo? Hao ni Mafarisayo na Mayahudi. Walisema mtu huyu ni mwenye dhambi. Kwa hiyo wasisemi kama hawakujibu. Walijibu na wakamshuhudia Yesu ni mwenye dhambi. Kisha akasema hivi, hawakumshuhudia Yesu, lakini kumbuka hapo alikuwa anamshawishi kipofu aliyeponywa atoe ushahidi huo, yani akatae hivyo kwa sababu wao wanasema yeye ana dhambi, yani wanamfundisha. Si ndio hivyo Mayahudi? Ndio. Wanatambulisha kama wanamwambia yule kipofu kama ule ni mwenye dhambi. Ndio, yani hata wao wenyewe wanavyomshawishi wanashawishi kabisa huko, wanajua kwamba hapa sisi tunashawishi tu uongo. Wewe sasa ndio unawasemea, hauko kwenye mioyo yao. Wewe ndio unawasemea. Wao wanamwambia kipofu ule alikuwa ni mtu mwenye dhambi. Na Yesu alipokuwa aliwauliza ni Mayahudi. Ndio. Alikuwa anauliza ni Mayahudi. Hao Mayahudi wanamwambia kipofu ule alikuwa ni mtu mwenye dhambi. Na ndio maana walikuwa wanasema mbali, hawataki kusema pale mbele yake. Ndio yeye anawauliza, nani ananishuhudia kama na dhambi? Hakuna aliyejibu. Sawa, ninachosema ni kwamba mwalimu, nataka useme kwamba wale Mayahudi walichokuwa wanasema kwamba Yesu ana dhambi, walikuwa wanasema kwa kumaanisha kwamba wanaijua dhambi yake, au walikuwa wanasema kwa chuki? Pale walikuwa wanasema kwa kuijua dhambi yake. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu walivyokuwa wanashuhudia kwa Yesu, wanaona hii ni dhambi.
Mojawapo kama nilivyokwambia, alisema wote walionitangulia, akilenga manabii, walikuwa ni wezi tena wanyang'anyi. Hicho kitu hakipo hapa, anakuwa anasema uongo, na hiyo ni dhambi katika madhambi. Sio hilo tu, tusomee 5:37. 5:37 na vile vile 29. Kitabu gani? Yohana 5:29, na ndio nilikuwa nataka nikwambie kuhusiana 8:13. Okay, Yohana 8:13. Ulikuwa? Ndio jambo nilikuwa naongelea kwamba unawajua Mayahudi sio tu kwa Yesu alichoongea, unawajua alivyosema kuhusiana na Mtume Muhammad. Maana hata kwa Yesu tunaona waliongea maneno mengi. Walisema anatoa pepo kwa Beelzebuli, walisema yeye ni mtu aliyepagawa na pepo. Baadaye ndo kama hivyo wanasema Yesu ni mwenye dhambi. Hivi Mayahudi haona sio hapo tu, kwa Mtume Muhammad aliyoongea ndo mabaya zaidi kuliko hata kwa Yesu. Ndio maana nilikwambia manabii wote walipingwa na Mayahudi. Manabii wote, sio kwa Yesu tu. Hata Mtume Muhammad alipingwa na baadhi ya Mayahudi. Lakini kumbuka, kama kuna baadhi ya Mayahudi wengine walikuwa wanasema ubaya na ni uhakika, mfano kwa Yesu. Sawa? Yeah. Kuna vingi ambavyo walikuwa wanasema Yesu juu ya chuki. Na kuna vingine walikuwa wanasema ni uhakika ambavyo waliviona kwa Yesu ikawa kwamba hii ni dhambi. Hii ni Biblia. Sijamaanisha Yesu kama Yesu kupitia Biblia. Unapomsoma Yesu kwa ndani ya Qur'an, ametakasika kabisa. Lakini hapa mimi nasema kwa mtazamo wa Biblia. Sawa. Mayahudi walikuwa wakimwona Yesu wakati mwingine kwamba amekosea. Ndio maana nimekwambia soma hiyo andiko moja wapo katika vile walivyoviona. Sawa, hii ni 8:13. 8:13 Yohana. 8:13 Yohana anasema basi Mafarisayo anzia 5:31 kisha usome hiyo 8:13. 5:31 Yohana. Sawa, 31. Okay, anasema mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli, yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni wa kweli. Huyo ni Yesu mwenyewe huyo. Ndiyo. Anasema pako mwingine mwenye kumshuhudia, maanake ndio Mwenyezi Mungu. Yeye akija kujishuhudia mwenyewe, ndiyo, ushuhuda huo atakuwa hasemi kweli. Sawa. Atakuwa amesema ni uongo kama atajishuhudia mwenyewe. Sawa. Cha ajabu sasa, ndiyo, akatokea yeye kujishuhudia. Sawa. Sasa tusomee 8 hiyo 8:13. 13 inasema 14 anasema Yesu akajibu akawaambia mimi ningawa 13. Basi Mafarisayo wakamwambia wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. So unaona sasa Ndiyo. Anasema wewe unajishuhudia mwenyewe. Sasa inaonekana hapa sasa kumbe si kweli. Si ulisema huko kwamba ukijishuhudia mwenyewe si kweli, itakuwa si kweli. Ndiyo. Sasa umejishuhudia mwenyewe, kwa maana hiyo unasema uongo. Okay. Si kweli. Sikiliza majibu ya Yesu. Yesu akajibu akawaambia mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako, nanyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili. Mimi simhukumu mtu, nami nijapo hukumu yangu ni ya kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenituma. Unasikia sasa ndugu yangu bwana simulizi? Ndiyo. Sawa. Huku Yesu alisema mwenyewe kwa kinywa chake, nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu utakuwa si kweli. Ndiyo. Kama si kweli, kinyume na si kweli itakuwa ni nini? Uongo. Ndiyo. Sasa tunapata kajishuhudia mwenyewe. Mayahudi wakwambia so unaona, wewe usema huwezi kujishuhudia mwenyewe. Ndiyo. Na ukijishuhudia mwenyewe itakuwa ni uongo. Sasa hapa si unajishuhudia mwenyewe. Ndiyo. Yesu akajitetea, mimi najishuhudia ni kweli. So ulisema hautajishuhudia. Ukijishuhudia itakuwa si kweli. Aliwajibu hapo kwenye Yohana hiyo Yohana 8:18 anasema mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenituma ananishuhudia. Huku alisema hawezi kujishuhudia mwenyewe. Okay. Kumbuka msingi wa neno lake, hawezi. Okay. Kwa hiyo akifanya na huku anasema hawezi, moja kwa moja atakuwa huyu mwongo. Hiyo ni moja katika vitu ambavyo Mayahudi walikuwa wakiona dhambi ya Yesu. Kama huko walimwambia kipofu kwa sababu ni mtenda madhambi, moja wapo ndio hiyo. Sio hilo tu, Marko 11:2. Sikiliza ingine dhambi. Marko 11:2 anasema akawaambia nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado, mfungueni kamleteni. Naam. Na mtu akiwaambia mbona mnafanya hivi, semeni Bwana namuhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Unaona bana? Hapo ndiko nakolenga. Rudia tena hapo, anzia 2.
Akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtamona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado, mfungueni kamleteni. Na mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi, semeni, Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Unaona hapa? Ndio. Anaahidi. Ndio. Anaahidi kwamba atarudisha ile punda. Ndio. Hapo ndio kuna kazi. Sawa sawa. Mimi sigusi kwamba ameiba punda ya watu, sijui wenye punda. Sigusi huko. Ndio. Ninachokilenga hapa, ahadi aliyoitoa kwamba mimi nitarudisha. Ndio. Hiyo ni ahadi ameitoa. Sawa. Uambie mimi nitarudisha. Okay. Ahadi usipoitekeleza mbele ya Mungu inakuwa ni dhambi. Sawa sawa. Hakuna popote ambako katekeleza kama alivyoahidi kurudisha ile punda. Hakuna. Okay. Maadamu hakurudisha na huku alisema atairudisha na hakurudisha, mbele ya Mungu inakuwa ni dhambi. Ili upate kujua kama hilo ni dhambi, kutokurudisha kitu ulichoahidi utarudisha, Kumbukumbu la Taurati 23:21. Labda kabla tujaenda huko, kwani Yesu imeandikwa kwamba hakurudisha punda? Hakuna. Kama iko wewe ndio unatakiwa sasa kunisaidia. Wenda mimi naweza kusema hakurudisha na japo kuna andiko. Alirudisha. Biblia nzima hakuna. Kwa hiyo punda yule alienda wapi? Yes, sasa ndio anajua. Okay. Kwa sababu aliahidi atairudisha kule kule kwenye wanafunzi waliitoa. Okay. Lakini hakuna sehemu yoyote karudisha pale pale kwenye wanafunzi waliitoa. Hakuna. Sasa hiyo ngoja mwalimu. Kwa hiyo unaaju kwamba Yesu aidha labda alienda naye au alienda kumtelekeza huyo punda, kwa kuwa haijaandikwa kwamba alirudisha, na tunajua kuna mambo mengi Yesu alikuwa anayafanya na hayaandikwi. Kama yaandikwe maana tutasimamia kwamba hakurudisha kwa sababu hakuna ushahidi. Kitu ambacho unasimamia ni kile ambacho unachokiona. Okay. Na kile ambacho huwezi kusimamia ni kile ambacho haukioni. Ndio maana katika hali ya elimu ya Kiislamu ni kwamba kitu ambacho hukioni, hupati ushahidi ndani yake, wewe usikikazie na hauna ushahidi. Okay. Usije ukajikuta umekosea na ambacho huna nacho ushahidi. Si ndio hivyo, wewe una ushahidi kwamba Yesu hakurudisha punda? Ndio maana sina ushahidi, na ndio maana mimi nasema hakurudisha kwa sababu hakuna ushahidi. Okay. Ushahidi ungekuwepo, mimi singesema kwamba hakurudisha. Kwa nini tumepata ushahidi amechukua, lakini hatupata ushahidi wa kurudisha? Si ndio kwamba kuna mengine yalikuwa hayaandikwi? Kwa sababu hatujui, labda hata wale walivyoenda kumchukua punda, labda wanavyomfungua kweli waliulizwa, hatuoni hata sehemu wakiulizwa. Hiyo ni labda. Hatuoni wakiulizwa. Mimi siulizi kwamba aliulizwa. Mimi siko kuulizwa. Kwamba vingine, yani hii inamaanisha kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa hayaandikwi. Yani yanaachwa kwenye Biblia hayaandikwi. Kwa mfano hivi, hatuoni Yesu alimtelekeza punda, alienda kamuuza, au alienda naye moja kwa moja nyumbani kwake, hatuoni akirudisha. Lakini yeye alishaahidi atarudisha. Kwa hiyo kama aliahidi atarudisha, alirudisha kwa sababu hakuna aliyelalamika kwamba ameibiwa. Mkristo ukimwambia hivi, ndiyo, Yesu alimtabiri Bwana Mtume Muhammad kwa jina lake. Ndiyo. Mbona haiandikwi? Kuna vingine ambavyo vilikuwa haviandikwi. Mkristo analalamika, hapana, hakuandikwa hivyo. Hiyo anakataa. Lakini kwa hilo unasema kuna vingine ambavyo vilikuwa vinaandikwa, vilikuwa Yesu alikuwa anafanya, havikuandikwa. Sasa kama havikuandikwa, ina maana kumbe hata alimtabiri Bwana Mtume Muhammad lakini haikuandikwa. Hilo hawalikubali Wakristo. Hawalikubali kwa sababu kile pale ambapo mnasema alimtabiri Mtume Muhammad, pale yule aliyetabiriwa anakuja. Siku ya 50 yake. Sasa kama alikuwa hivyo, manake hapa aliposema atarudisha, bimaana kama haiandikwi alirudisha, tayari inaonekana dhambi kwa sababu haiandikwi kuwa amerudisha. Sawa. Sasa na mimi wewe unasema hakurudisha, mimi nasema alirudisha. Wewe utoe andiko kwamba hakurudisha na mimi nitoe andiko kwamba alirudisha. Sasa mimi sioni hiyo andiko. Na mimi sina hiyo andiko. Na mimi hiyo yako sina na wewe yangu huna. Kwa hiyo sasa kwa nini tuseme wewe yako kwamba hakurudisha na mimi nasema hajarudisha na wote hatuna maandiko? Subiri sasa. Kama andiko hakuna, ndiyo, na tunapata andiko alichukua na akaahidi kurudisha. Kama aliahidi kurudisha, ndiyo, maanake Aisha irudisha. Ndiyo. Na kama alirudisha, wapi? Ushahidi gani kwamba aliandika? Sisemi kwa nini waliandika. Hawakuiandika kwa sababu haikurudi. Okay. Ingelikuwa alirudisha wangeiandika. Okay. Kwa sababu Yesu wakati alipoichukua haimaanishi hapo alikufa. Ndiyo. Aliendelea kuishi. Ndiyo, na aliendelea kuhubiri. Ndiyo. Kwa hiyo kama alirudisha ingeandikwa karudisha, kwa sababu kitendo cha kukamata ile punda alifanya ni siku hii moja na akaitumia siku hii moja. Okay. Kama ni kurudisha angeirudisha na ingeandikwa. Haikuandikwa kwa sababu hakurudisha. Okay. Na kama hakurudisha na huku aliahidi atarudisha, dhambi hii. Okay, sawa.
Kwa hiyo vingi alivyokuwa anashuhudiwa na Mayahudi ilikuwa ni dhambi, na ndio maana ukisoma Kumbukumbu la Taurati inakuonyesha kabisa kwamba kutokurudisha kitu ni dhambi. Okay. Kumbukumbu la Torati ngapi? 23, 21 na 23. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 21 unasema, utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hata acha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Unaona bana, ni dhambi. Okay. Kama unaahidi kurudisha kitu, umetoa nadhiri, unatoa ahadi kwamba nitarudisha, lakini hurudishi, Mungu anasema ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ni nyingi, kuna mambo mengi. Kwa mujibu wa Biblia inadhihirisha kabisa kwamba Yesu katenda dhambi. Na bila hivyo tukienda katika 7:20 Mhubiri, kitabu kinakataa kwamba hakuna mtu anayeitwa binadamu anaweza akaishi bila kutenda dhambi. Ujue tofauti ya, kwa mfano, hizi dhambi, japokuwa ndio unataja hivi na unatuonyesha kwa ushahidi wa maandiko kwamba Yesu alitenda dhambi. Tofauti, kwa nini Mtume Muhammad sasa ndio inachukuliwa serious? Kwa nini, mbona yeye ndo anaonekana alitenda dhambi? Yaani Wakristo wanasema kwamba yeye ndo alitenda dhambi na wanaona ni kitu cha ajabu ikiwa hata Yesu wao alitenda dhambi. Mtume yeye, japokuwa ile sura kwenye Qur'ani wao mnatutolea, kuna nyingine ambayo nafikiri ni hadithi inatolewa, mtume mwenyewe anakiri kabisa, nimetenda madhambi, mengine kwa ajili ya ujinga wangu, mengine kwa ajili ya udhaifu. Yeye ndiye anayeongea na yeye anakiri, lakini Yesu hatuoni hapo, japokuwa wewe unatufafanulia kwamba Mungu amesema amekaa na mtu ambaye roho yake imetubu, ambayo huyo mtu kwa tafsiri ile unasema kwamba ni Yesu. Hilo tutalirudia, liko katika kipengele cha Medadi hapa. Sawa. Na tunataka kuifikia katika hadithi ambayo mtume alisema kwa ujinga wangu. Ipo hapo, tumeishaiandika hapo. Sawa. Hiyo haina shida. Lakini kuhusikana na kwenye Yesu anasema, kwanza tumeona ametubu, lakini kama Yesu atasema kama alivyosema Mtume Muhammad, nilifanya kwa ujinga wangu. Msikilize hata Yesu katika Mathayo 11:30. Mathayo 11:30. Mathayo 11 mstari wa 30 anasema, kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Unaona bana? Mzigo ina aina mbili. Kuna mzigo wa kuni au kitu kingine kile unabeba kichwani, hiyo nayo inaitwa ni mzigo. Na kuna mzigo wa dhambi ya mtu. Okay. Sasa kitabu kinasema nira yangu mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Maana yake ni mwepesi kuliko wenu. Okay. Kwa mujibu wa Biblia, unaposikia mzigo kinyume na hii mizigo ya kawaida inakuwa ni dhambi. 1:4 kitabu cha Isaya 1 mstari wa 4 anasema, ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Kwa mujibu wa Biblia, mzigo dhambi. Si ndio mzigo wa dhambi? Sasa si mzigo unaweza kuwa wa kuni? Ndio mzigo. Sasa yani tukisema mzigo wa kuni itamaanisha mzigo ni kuni? Hapana, mzigo sinaweza ikawa hata mahindi, hata mpunga. Ndiyo. Sasa tuwezi tukasema kwa sababu hapa iliandikwa mzigo wa mpunga, kwa hiyo mpunga ni mzigo, kwamba mzigo tu ni mpunga, wakati mizigo inaweza ikawa mingi kama unavyosema wewe. Ndio. Unaposikia neno mzigo, ndio maana nilianza kukwambia mbeleni. Ndiyo. Mzigo inagawanyika sehemu hizi mbili. Ndiyo. Kuna mzigo ikimaanisha mzigo wa kuni. Ndiyo. au nini vya kawaida, hiyo inaitwa ni mzigo. Ndiyo. Lakini wakikuuliza mzigo gani? Wa kuni. Okay. Mzigo gani? Wa embe. Ndiyo. Mzigo gani? Wa udongo. Mzigo gani? Wa dhambi. Hiyo ni hatuende huko, tungali kwanza kwa mzigo wa kawaida. Ndiyo. La sivyo, katika maana nyingine mzigo wa dhambi. Na mtu unafanya dhambi au una mzigo gani? Wa dhambi. Dhambi zinaachana sasa. Ndiyo. Kwa hiyo unaweza ukafanya dhambi fulani ikaitwa ni mzigo. Okay, ukafanya dhambi fulani ikaitwa ni mzigo. Mzigo gani? Mzigo wa dhambi. Sawa. Sasa Yesu anasema mzigo wangu mimi ni laini, maana yake madhambi yangu mimi ni mepesi kuliko yenu. Okay. Ndio maana kitabu kinasema, maandiko yako mengi kwamba mizigo kinyume na mizigo ya kuni na kawaida ni dhambi. Kwani wewe hapa kwa Yesu umepateje kwamba huu mzigo wa Yesu ni dhambi? Kwa sababu kitabu kinasema mzigo ni dhambi. Okay. Sio mimi ninasema, mimi naenda kulingana na maandiko. Okay. Na Qur'ani nasema hivyo hivyo, tusomee Qur'ani 16. Qur'ani 16. Na Qur'ani nayo inasema mzigo ni dhambi. Sawa. Qur'ani 16 ngapi? Kuanzia 6:31. 28. 31 inasema, hakika wamekasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu mpaka ilipowajia saa kwa ghafla. Wakasema, ole wetu kwa tulioyapuuza, na watabeba mizigo yao juu ya migongo yao. Ni maovu hayo wanayoyabeba. Unaona bana? Hiyo Qur'ani inasema watabeba mizigo yao juu ya migongo yao. Hayo ni maovu walioyatenda. Tusomee tena Qur'ani hivyo hivyo 35:18.
Na mbebaji habebe mzigo wa mwingine, na aliyetopewa na mzigo wake akiomba uchukuliwe, hautachukuliwa hata kidogo. Na angemwomba jamaa yake, hakika wewe unawaonya wale wanaomcha Mola wao mlezi kwa ghaibu, na wanashika sala, na anayejitakasa basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake, na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu. Unaona bana, kila mtu atachukua ni mzigo wake mwenyewe. Haimaanishi mzigo wa kuni, inamaanisha ni mzigo wa madhambi ulioifanya mwenyewe. Sawa. Tusomee tena Qur'ani 25 16:25. Sawa, 25 anasema 25 anasema ili wabebe mizigo yao kwa ukamilifu siku ya Kiyama, na sehemu ya mizigo ya wale wanaopoteza bila kujua, angalia ni maovu mno hayo wanayoyabeba. Unaona bana, siku ya Kiyama watabeba mizigo yao, maana yake ni madhambi ambayo itawakumba siku ya Kiyama kwa wingi walioifanya, na ndio itawasababishia kuingia motoni. Ushahidi ni mwingi sana ndani ya Qur'ani kwamba mizigo kinyume na mizigo ya kawaida ni madhambi aliyoifanya mtu. Tumalizie sasa na Isaya 20. Okay. Isaya 20. Isaya 20 anasema 24:20. Isaya 24 mstari wa 20 anasema dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utaielemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Unaona bana, dunia mizigo ya dhambi yake. Kwa hiyo Yesu anaposema mzigo wangu ni mwepesi, manake dhambi yangu mimi ni ndogo. Okay. Kwa wewe ukisoma hilo andiko huwa unaona Yesu anakuwa anafundisha nini? Kwamba kama amesema dhambi yake ni nyepesi na juu yake amesema tujifunze kwake, kwamba inatakiwa tufanye dhambi zake. Hapana. Akisema tujifunze kwake, maanake ni kuhusu dini yake na uwema aliokuwa anaufanya. Lakini anatoa sababu kwa nini tujifunze kwake. Ndio yalitoa sababu 11:29. Na sababu aliyoitoa ni kwamba maanake wewe kama ulivyosema wewe, dhambi zake, ana dhambi ambazo ni nyepesi, kwamba sisi tufanye dhambi zake. Labda nirudie tena ile andiko. Ile andiko ni ngapi? 11:20, 11:30. 11:30. Ya kuhusu mzigo. Mathayo. 11:30. Naanzia mstari wa 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ndio ulikuwa unakusudia nini? Ndio nilichokuwa nauliza kwamba hapa Yesu sasa anatufundisha sisi kwamba tujitie nira yake, tujifunze kutoka kwake, kwa sababu yeye mpole, mnyenyekevu wa moyo, ili tupate raha nafsini kwake. Alafu anamalizia kwamba kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sasa wewe hapa unaposema sisi tujifunze kwake, lakini hapa aliposema mzigo wangu mwepesi umemaanisha kwamba Yesu ana dhambi, yani dhambi zake ni nyepesi. Kwamba sasa kama tunajifunza kwake kwamba tutende dhambi zake? Hapana, wewe haujamuelewa Yesu. Yesu yuko safi. Anzia pale kwenye umeanzia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, simamia, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu nyinyi mnaoelemewa na mizigo. Maana wana madhambi mengi, wanabeba maovu mengi. Hayo maovu yao waende kwa Yesu. Yesu awapumzishe. Yesu atawapumzisha nini? 29 sasa. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Simamia hapo. Ili wapate kupumzika, watokane na hiyo madhambi, hiyo mizigo waliokuwa nayo, basi wajifunze kwake, kwa sababu yeye nira lile la kufunga nira ili uvute mzigo. Nira maana yake ni kufuata. Okay. Si ni kile kitu kinawekwa kwenye punda alafu inakokota. Ndio Yesu alitia mfano, maana yake wamfuate Yesu. Ndio kujifunza kwake. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, ili mpate kusamehewa hiyo madhambi. Sasa wakijifunza kwa Yesu, sababu sasa ya kujifunza kwa Yesu wapate kusamehewa ni nini? Ndio Yesu akaendelea, kwa maana mimi ni mpole, ya kwanza, na nyinyi kueni wapole mtasamehewa. Ya pili, na mnyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu ni Kiswahili, kwa Kiarabu maana yake ni Uislamu. Muwe Waislamu. Mkisha kuwa Waislamu mtasamehewa hiyo madhambi yenu nyingi. Na mkisamehewa hiyo madhambi katika dini ya Kiislamu, chini anasemaje? Mtapata kupumzika. Maana ndio mtaingia peponi. Bimaana kabla tujaenda hapo, ndio mtaingia peponi, mtakuwa mmesamehewa kwa kule kujifunza kwangu, kwa kuwa mimi ni Muislamu. Na nyinyi kwenu Waislamu mtapata kusamehewa hiyo madhambi yenu mengi. Kwa 30 sasa. Kwa maana mimi sina hiyo madhambi kama yenu. Mimi yangu ni madogo. Madhambi yangu mimi ni kidogo, ni nyepesi, sio kama yenu. Na yanakuwa ni mepesi kwa sababu niko katika usawa, niko katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana sipati hiyo madhambi mengi kama yako. Hapo sasa ndio inaenda kulingana kule
Hakuna mtu ataishi bila atende mema tu, afanye mema tu, afanye mazuri tu, bila kufanya ingalau ataka dhambi. Hakuna. Unaona bana, ndio mfano wake hiyo. Yesu ni mwanadamu mtakatifu wa Mungu, lakini alikuwa na udhaifu kama udhaifu waliokuwa nao wengine. Wasimkamati Yesu wamuweke sehemu ambako si penyewe. Yesu ni nabii mtakatifu wa Mungu kweli, lakini alikuwa na udhaifu wa kibinadamu. Kama vile Mtume Muhammad ni mtakatifu nabii kweli, lakini alikuwa na udhaifu wa kibinadamu. Musa alikuwa ni nabii mtakatifu kweli, lakini alikuwa na udhaifu wa kibinadamu, kitu kama cha kawaida. Unaona bana, tukienda hapa katika kumalizia, alisema katika kitabu cha Petro wa kwanza 2:22 Yesu hakutenda dhambi. Akataka kusisitiza kwamba Yesu hakutenda dhambi. Soma andiko hiyo, Petro wa kwanza 2:22. Petro wa kwanza 2:22. Sawa, anasema Petro wa kwanza 2 mstari wa 22, yeye hakutenda dhambi wala udanganyifu haukuwamo kinywani mwake. Unaona bana, yeye hakutenda dhambi au udanganyifu haukuwa kinywani mwake. Hiyo dhambi ambayo hakutenda ni dhambi gani? Mwenyewe akatoa andiko ya Waebrania 4:15. Mwenyewe ndo alijibu ya andiko. 4:15 Waebrania 4:15. Dhambi gani ambayo hakutenda? Waebrania 4:15. Anasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Unaona bana, bila kufanya dhambi. Kwa yale majaribu yote yale majaribu waliomfanyia, walimfanzia bila wao kuwafanzia makosa. Wamemwonea, hakuwatendea vibaya, hakuwatendea jeuri, hakuwatukana, hakuwadhulumu, hakutenda kosa lolote mpaka wafike wao kumfanzia mambo kama hayo. Kwa hiyo dhambi inayokuwa kwamba Yesu hakutenda, bimaana hakuwatendea wale. Unaona bana, hapo kuna tofauti ya kuwatendea wale na kumtendea Mungu. Hakuwatendea wale, hakuwatendea wale, lakini kwa Mungu ilikuwaje? Ndio yale mengine tunapata. Alafu tukisoma katika ingine waraka wa kwanza wa Yohana 3:5 akasema Yesu ndani yake hamkukua dhambi. Somo ya andiko. Waraka wa Yohana 3:5. Sawa. Yesu ndani yake hakukua dhambi. Yohana wangapi? Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:5. Nanyi mnajua ya kuwa yeye aliyedhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Unaona bana, dhambi haimo ndani yake. Ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu hamna dhambi. Sasa nje ya Yesu. Hapa kaongelea ndani. Sasa nje ya Yesu ikoje? Tusome sasa kitabu hapa cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Korinto 6:18. Wakorinto wa kwanza 6:18. Sawa. Mstari wa 18 anasema, ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Basi. Kwa hiyo Yesu hakutenda dhambi ndani ya nafsi yake, lakini alitenda dhambi nje ya mwili wake. Na mimi sikusema kwamba Yesu alitenda dhambi ndani ya nafsi yake. Yesu katenda dhambi nje ya mwili wake. Haya,